Katika mazingira haya, taifa letu linahitaji wataalamu wenye maarifa na ujuzi unaowezesha kuendana na mabadiliko haya ya dunia inayoenda kasi. Tunahitaji vijana ambao hawezi tu kutumia teknolojia zilizopo, bali wenye uwezo wa kubuni teknolojia mpya, kuendeleza mifumo, kutumia taarifa na maarifa kutatua majibu ya changamoto mbalimbali zinazokabili taifa na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo programu hizi mbili zina muhimu mkubwa katika maandalizi ya rasilimali watu wenye uwezo wa ushiriki kamilifu katika maendeleo ya uchumi wa kisasa na uchumi wa kidijitali. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, uzinduzi wa programu hizi mbili katika kampasi ya Babati una umuhimu mkubwa katika safari yetu kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo inalenga Tanzania yenye maendeleo jumuishi, yenye uchumi shindani, matumizi makubwa ya maarifa, sayansi, teknolojia na ubunifu. Ili kufika malengo ya dira ya taifa linahitaji kuendeleza kuwekeza katika rasilimali watu wenye maarifa na ujuzi unaoendana na mabadiliko ya dunia inayokwenda kwa kasi. Tunahitaji wataalamu ambao hawezi tu kutumia teknolojia zao pekee, bali wanaweza kubuni teknolojia mpya, kuboresha mifumo na kutatua changamoto ambazo zinatokeza katika taifa na jamii kwa ujumla. Hivyo, nitumie fursa hii kuwapongeza kwa kuona umuhimu wa kutoa wigo katika utoaji elimu ya juu kwa wananchi wetu. Programu hizi zina nafasi muhimu katika kuandaa nguvu kazi itakayoshiriki moja kwa moja katika kujenga uchumi wa kidijitali na wenye ushindani. Na nilipata fursa ya kutembea katika maeneo mbalimbali mle, nimeona vyumba vya madarasa ya kisasa, maabara pamoja na maeneo kwa ujumla ya chuo hichi. Kwa hiyo chukua nafasi kuwapongeza sana kwa ubunifu mkubwa mnaoendelea kufanya katika kuboresha mazingira haya ya kujifunzia na kusomea kwa kampasi yetu ya Babati. Viongozi na ndugu washiriki, wakati tuliopo, taasisi za umma na binafsi zinatumia mifumo ya kidijitali katika kusimamia taarifa za fedha, kufanya ukaguzi, kuhifadhi kumbukumbu, kufanya uchambuzi wa taarifa na kutoa maamuzi. Wahitimu wa programu hizi tunawatarajia baada ya kuhitimu kuwa sehemu ya kizazi kipya cha wabunifu na wataalamu watakaosaidia taifa kuimarisha matumizi ya teknolojia katika sekta mbalimbali, zikiwemo sekta za fedha, elimu, afya, biashara, kilimo, utalii, viwanda na utoaji wa huduma za serikali. Kwa hiyo niwapongeze kwa mara nyingine. Programu hizi mbili sio tu programu za masomo, bali ni sehemu ya maandalizi ya rasilimali watu kwa ajili ya Tanzania ya leo na ya kesho. Kwa wetu wa Manyara una fursa nyingi za maendeleo katika sekta mbalimbali. Fursa hizi zinahitaji vijana wenye maarifa na uwezo wa kutumia teknolojia, kuzitambua, kuziboresha na kuzitumia. Tunapopata programu za uhasibu na teknolojia pamoja na sayansi ya kompyuta kwenye kampasi yetu ya Babati, tunapata nafasi ya kuandaa wataalamu ambao wanaweza kutoa mchango katika maendeleo ya mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Elimu inayotolewa katika vyuo vya elimu ya juu inapaswa kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Hivyo naiomba chuo cha uhasibu Arusha kampasi ya Babati kuendelea kuimarisha uhusiano kati ya mafunzo inayotoa na mahitaji halisi ya jamii na uchumi wetu. Nimefurahi sana kuwa chuo wamesema hapa wanaandaa na kozi zingine ambazo zitakaa katikati ya wakulima na watumiaji. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo mnaifanya, naendelea kuwapongeza kwa hatua hizo ambazo mnazibuni. Wanafunzi wawezeshwe pia kuona changamoto zilizopo katika jamii kama fursa ya kutumia maarifa na ubunifu katika kutafuta suluhisho. Profesa, mtazamaji na msikilizaji angependa kufahamu pia labda kuhusiana na hii kozi ambayo ama programu ndio zindua leo kwa ufupi, yenyewe imejikita katika watu gani zaidi? Programu ziko mbili. Computer science, sasa computer na accountants with IT. Kwa programu kwanza tuanze na accountants with IT. Huko nyuma sisi ni chuo cha uhasibu Arusha. Huko nyuma tulikuwa na kozi moja ya uhasibu. Lakini kutokana na mabadiliko ya mahitaji ya jamii na mwelekeo wa kiuchumi wa kitaifa, ikaonekana kwamba kuna uhitaji wa kozi nyingi. Lakini katika miaka karibuni
tumeona kabisa kwamba uhasibu, malipo yote ya fedha kuanzia makusanyo hata malipo au ulipaji unakwenda kwenye mifumo ya elektroniki. Sasa hivi unataka control number. Ukijaribu kwa control number, maana yake ni hakuna mtu anashika cash tena. Maana yake ni hizo hela zitakapoenda mpaka takuja kukaguliwa itaendelea kubakia kwenye elektroniki. Kwa hiyo wakati tunaanza tulifikiria kumtengeneza mtu wa mhasibu wa kesho atakuwa anafanana naye. Ndio ile pelekea kutengeneza hiyo course ya accountancy with IT. Kwa hiyo mhasibu wa kesho ni mhasibu ambaye ana uwezo wa kusimamia mambo ya fedha, lakini kutegemea kwa kiasi kikubwa, mifumo kwa kiasi kikubwa. Course ya computer science hapo tunatengeneza wataalamu wabobezi wa kompyuta, wa sayansi ya kompyuta. Hawa ni wale watu ambao wanatengeneza mifumo, wanalinda mifumo, wanatengeneza tovuti, wanatengeneza apps, wanazitunza, wanazihakikisha ziko salama na kadha wa kadha. Kwa hawa ni mafundi, yani ni wataalamu wabobezi mafundi kwenye sekta hiyo. Na hiyo kutokana na kwamba ndio mwelekeo wa kitaifa. Kwa halisia sasa hivi ukisoma computer science sio kwamba unakwenda kuajiriwa kwenye kutengeneza mifumo na kadha wa kadha tu, ila tunaangalia kwamba computer science ni kama msingi mkubwa wa kozi mbalimbali zinazohusiana na tehama. Kwa zote hizo misingi yake mikubwa iko kwenye computer science. Kwa hiyo tunatoa hii kozi hii kwa kuanzia, lakini ziko kozi nyingi tunaenda kuzileta kama cyber security, kama artificial intelligence, cybernetics na kadha wa kadha, kozi ambazo za kibobezi zaidi. Lakini kwa sasa hivi kwa misingi tuanze kwanza kwa computer science. Tayari tuna diploma ya computer science, tuna degree ya computer science, lakini ziko kozi nyingine za tehama tutazileta, lakini tunaomba kwa sasa hivi tuanze na hizo.